Okay. Asante sana. Nafikiri kwenye session kadhaa zilizopita wakati ya hizi benki mbili of course na banking sector kwa ujumla walipokuwa wameripoti matokeo yao, ilionekana ile loan to deposit ratio imepanda kwa kasi. Loan to deposit ratio inapatikanaje? Ni uwiano, mnachukua jumla mikopo ambao benki imeitoa mnalinganisha na deposits walizonazo, ndio maana inaitwa loan to deposit ratio. Sasa mara nyingi katika hali ya kawaida ile wanaita conventional banking, tulikuwa tunaambiwa kwamba benki inapopata zile deposits kiasi fulani wakiweka kwenye reserve kule benki kuu, kiasi kinachobaki ndio waweze kukikopesha. Kwa miaka mingi tulikuwa tunaishi na loan to deposit ratio ya kati ya asilimia maximum ilikuwa inafika 80%, inacheza kwenye 75% mpaka 80%. Kwa maana hiyo ni kwamba benki ikiwa kwenye hivyo viwango, ni kwamba hata kwa sababu depositors sio rahisi wote waje kuomba kwa pamoja, lakini wakiwa kwenye hivyo viwango vya 75%, 80%, ni kwamba wakija depositors wengi, at least reserve za kuwalipa zinakuwepo, sio kwamba pesa zote zimekopeshwa. Lakini sasa hivi karibuni nafikiri mabadiliko ya jinsi ya kuripoti baadhi ya figures kwenye zile balance sheet, ile threshold imekuwa kama imesamehewa, imeondolewa, na hivyo sasa kuifanya benki kuwa na capacity ya kukopesha zaidi, ile credit creation. Na ndio hiyo ambayo watu wanaongea nami kwamba ile capacity ya benki to create money out of thin air, ndio sasa wakawa nauza kukopesha zaidi. Kwa ile loan to deposit ratio ikakimbia ikaenda mpaka kwenye nafika benki zote mbili zilikuwa very close to hiyo 100%. Kwa hiyo tulichokuwa tunakidiscuss siku za nyuma ni kwamba hali kama hiyo inakuwa inaleta liquidity risk. Kwa sababu ikitokea depositors wanataka kuja kuchukua zile withdraw zile deposits zao, wakati we pesa zote umezikopesha, na mikopo sio rahisi kuwaita ambao umekopesha kwamba nirudishieni kwa sababu wenye pesa wanazitaka. Ndio hicho kitu tukawa tunajiuliza kwamba itakuwaje. Sasa hiyo ndio potential liquidity risk ambayo tulikuwa tunaiona, lakini nafikiri tulidiscuss hicho kipindi kilichopita kwamba kwa vile viwango walivyokuwa navyo, kwa sasa hizi benki zote zinatakiwa kukuza mikopo, lakini kukuza deposit zaidi, ili zile uwiano wa loan to deposit ratio angalau urudi chini ya 100%, hivyo kupunguza hiyo liquidity risk. Kwa vitabu kama vya CRDB ndio kitu tunachokiona kwamba deposit zimekuwa kwa asilimia kubwa zaidi, na FIAMA imeripoti 6%, wakati loan zimekuwa kwa asilimia ndogo zaidi.